Sasa tutapata hapa experience ya Elbow Nsajigwa pamoja na Imani, kitu gani ambacho kinaweza kufanyika ili moja ya hitaji lao liweze kutimia, ikiwemo kwenye eneo zima la bodi ya ligi Young Africans kosa nayo Imani. Tunaungana na Eliud Peter Mvela ambaye ni mjumbe wa zamani wa Excom ya TFF, kwa maana kamati ya utendaji ya TFF, aweze kutujuza kwamba mpaka hapa tulipofika zimebaki siku chache kabla ya mchezo wa Kariakoo Derby, na hatima yake itajulikana pale ambapo hatua za wale ambao Young Africans walikuwa wameomba wajiuzuru, ingawa TFF wao ndio na msimamo wa mwisho. Lakini kwa haraka Mheshimiwa Eliud Peter Mvela, habari ya muda huu? Salama, habari yako bwana? Hapa si tupo vizuri kabisa. Habari za Iringa huko? Iringa salama, lakini leo tuko Arusha kwa ziara madiwani, tuko jijini Arusha leo. Madiwani mpo Arusha? Tuko Arusha leo. Okay, sawa. Mheshimiwa Mvela, kuna maeneo ambayo tunajaribu kutazama kwa picha ya pembeni, ukitoa uwajibikaji wa nafasi ya mtu mmoja mmoja kama ambavyo Young Africans wameomba kwenye eneo la katibu mkuu, kwenye eneo la CEO na mwenyekiti wa bodi. Bodi ya ligi ni chombo cha TFF ambacho kinasimamiwa na TFF. Kuna swali ambalo tulikuwa tunajiuliza, TFF inaweza ikachukua maamuzi ya kuiondoa bodi ya ligi kwa muda kama itafaa katika hitaji la Young Africans? TFF ina hiyo nguvu ya moja kwa moja? Mimi nachosema TFF ina nguvu za moja kwa moja kwa kutumia mkutano mkuu wa bodi ya ligi na ina uwezo hata kuweza kumsimamisha mtu kwamba mpaka mkutano mkuu utakapoitishwa wa bodi ya ligi waamue. Lakini leo mimi siko kwenye kipande hicho. Mimi naamini sasa hilo wazo langu ambao nilikuwa natarajia lifanyike hilo, mimi sioni kwamba lina nafasi tena kulingana na mgogoro kuzidi kuongezeka na kupanuka kwa mkubwa zaidi. Kwa sababu sasa hivi maadui wa kwanza alikuwa ni Dar es Salaam Young Africans, lakini sasa hivi mgogoro hauko kwenye Yanga na bodi ya ligi tena. Mgogoro umehamia hata kwenye Yanga pamoja na TFF. Kwa hiyo mimi naamini hivyo vyombo haviwezi kumaliza mgogoro tena. Kwa mtazamo na uona mimi. Kwa hiyo nafasi hata ya TFF kuivunja bodi ya ligi ni jambo ambalo unaona haliwezekani? Mimi naona hiyo hatua iliyofikia sasa, kwa sababu TFF mwenyewe ameshakuwa mtuhumiwa, bodi ya ligi mtuhumiwa wa Yanga. Wote hawa hawezi kukaa chini pamoja kafanya jambo hilo. Ambalo nilikuwa naliona sasa, nakumbuka Msigwa aliwahi kuongea akasema tumeachia bodi ya ligi na TFF washughulikie swala hili, wakishindwa basi naamini wataiona serikali. Sasa mimi naamini uwezekano wa kutatua mgogoro bodi ya ligi na TFF umeshindikana. Mimi nafikiri ni wakati sasa wa kuipelekea serikali kwamba mgogoro tunao, tumeshindwa kuamua, ili waweze kusaidia. Na mimi naweza nikachangia njia zangu ambazo serikali inaweza kusaidia kuchangia mgogoro huu. Kwa sababu mahala tulipofikia sasa ni waziri mwenye dhamana aweze kuchukua nafasi yake, lakini asijifiche kwenye kivuli kwamba eti hatutaki kuingilia mambo ya michezo. Hapana, wao wanatakiwa waingie kama washauri, then maamuzi yachukuliwe na vyombo vinavyohusika vyenyewe. Sasa waziri wa michezo nini anatakiwa kufanya? Mimi naamini sasa aweze kufikiria utaifa zaidi, kwa sababu sasa hivi huu mgogoro unazidi kupanuka kiasi cha kwamba naweza kuletea shida. Kwa hiyo mimi nafikiri waziri angechukua nafasi yake, awaite bodi ya ligi, aite Yanga, aite TFF, azungumze kwa masuala ya mpira Tanzania. Viwanja tunazidi kujenga, maandalizi ya mashindano, tunaandaa mashindano ya CAF. Kwa hiyo mimi nafikiri waambie Yanga, awaambie bodi ya ligi kwamba bodi ya ligi sawa wamekosea, naamini ujumbe Yanga ameshafikisha tayari. Kilichobaki sasa, hebu tuangalie masuala ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo nafikiri awatulize Yanga, kubali kwenda kucheza, na wakati huo bodi ya ligi watakuwa wamejifunza mengi juu ya matatizo yaliyoko mbele yetu. Kwa sababu hivyo anapozidi kukutana, mimi naamini tunafika mbali zaidi. Kwa sababu wanazidi kuombuana, wanazidi kuelezeana mambo ambayo hayastahili tena. Kwa hiyo mimi naamini kwamba watachukua nafasi yao, kama kibidi waziri au shirikiana na Mkuchika. Naamini Mkuchika ni mzee wa Yanga kabisa. Amtumie Mkuchika akakae pamoja na Yanga na bodi ya ligi, walimalize tatizo hili. Tunakuelekea sio kuduli tena. Mwanzoni mimi kwenye msimamo wangu kwamba Yanga nao wana haki waendelee na msimamo wao. Nimefika mahala nimeona sasa tunakuelekea sio kuduli zaidi.
Kwa hiyo naamini waziri achukue nafasi yake, aite Yanga, bodi ya ligi, bodi ya TFF, amshirikishe mzee Mkuchika. Mzee Mkuchika yuko ofisi, nafikiri yuko ofisi ya rais. Yuko ofisi ya rais, yes. Anakuwa ofisi ya rais, lakini yeye ni mmoja wa watu wa Yanga wakubwa katika mpira wa miguu Tanzania. Yupo kwenye board of trustees ya Young Africans. Yuko kwenye board ya trustees. Mimi nafikiri wakae chini, wajaribu kuongea. Kuna watu wengine wasiwashirikishe, wakati wengine ni wachochea moto. Tuachane sasa na wachochezi. Watu wakae watumie busara sasa hivi tufike mahala tucheze mpira. Rais anagharamia mambo mengi ya mpira, anaanza kujenga viwanja wao wenyewe Yanga wenyewe. Kuna vitu ambavyo wanasaidia pale kwa ajili ya kujenga ule uwanja wa Yanga pale. Haya mambo mengi yanaweza kavurugika kulingana jinsi tunakokwenda. Mimi naamini kama kujifunza, bodi ya ligi wanajifunza, TFF wanajifunza jinsi ya kufuata kanuni. Sasa Yanga wametusaidia tayari. Naamini tumeshajifunza jinsi ya kufuata kanuni katika uendeshaji wa mpira. Sasa tuseme yatosha, Yanga wakubali kama mechi sogezwe mbele, ichezwe labda mwishoni mwa ligi, lakini wakubali kwenda kucheza. Wakubali kwenda kucheza. Mheshimiwa Mvela, umetoa ushauri wako ambao ni neutral naweza nikasema, lakini naomba nikurudishe eneo dogo. Wewe pia umeshaikuwa moja kati ya viongozi top kabisa wa TFF. Ulishakuwa mkurugenzi wa kamati ya wanachama. Tukitazama kuna eneo ambalo umetaja Yanga wametoka bodi ya ligi, mgogoro sasa umekuwa na TFF kwa ujumla. Kuna eneo ambalo Young Africans wao waligusa kwamba wana shida na katibu mkuu Wilfred Kidau. Inawezekana tunaona hili jambo lote kwa sababu hawawezi kufikia muafaka, kwa sababu Yanga hawawezi kwenda kuzungumza au kufikia muafaka na mtu ambaye hawana imani naye. Inawezekana mgogoro mwingine uko hapo kwa sababu huyu Kidau hatuna imani naye, hatuwezi kukaa naye kuzungumza naye. Inawezekana hiyo ikawa ni changamoto nyingine. Ndio maana mimi nimekuambia Kidau, Wilfred au Karia au yote hawezi kuita Yanga wakakaa chini pamoja. Lazima kuna kuwe na chombo au mtu wa katikati ambaye anaweza kawaita kutatua tatizo hilo. Kwa sababu mimi nafikiri Yanga hawana shida kama Kidau. Wana shida na katibu mkuu, kwamba inawezekana waamuzi wale wanaboronga kwa njia moja nyingine, kwa sababu yeye ndio mtendaji mkuu, anasimamia vile vyombo. Na ujue Kidau yeye mwenyewe hasimamii moja kwa moja, kuna kamati ya ligi, kuna chama cha waamuzi, ndio ana majukumu yale, lakini wale ndio wanawajibika kwa Kidau. Kwa sio kwamba Kidau anawajibika moja kwa moja kwa waamuzi, hapana. Wale wana vyombo vyao, wana kamati ya waamuzi, wana chama cha waamuzi flati, kwa ndio wanaosimamia mambo ya waamuzi. Lakini yeye ananyoshia kidole kama ndio mtendaji mkuu wa shirikisho la mpira Tanzania. Lakini hiyo ninachokuambia, watakapokuwa wamekutana, waziri amewakutanisha, yote ataongelewa kwamba bwana Kidau mwingine anaochangia ni pamoja na vyombo vyako ambao ni watendaji wako, chama cha waamuzi, kamati ya waamuzi wasimamii vizuri. Kwa hiyo Yanga ametufungua macho. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi muwe makini na vyombo hivi, ndio inaweza kutuletea mgogoro. Kwa linamalizwa kidiplomasia. Kuna mambo makubwa kati ya nchi na nchi wanapigana vita, si wanakaa chini wanamaliza. Lakini Mheshimiwa Mvela, vijana wa kisasa wanasema hata serikali ikae mbali ili tuonyeshane. Yani watu wasaizi wanasema ni muda wa mabadiliko, acha wachapane, elimu iingie na tuanze maisha mapya. Wanasema ikitumika diplomasia mwakani tutarudi tena kule kule tu. Unafikiri wakati umefika wa sisi kufanya mapinduzi au kila mtu ajitegemee kwa nguvu yake? Hapana, labda nikwambie, enough. Kila mtu ameshajua amekosea wapi. Kila mtu anajua ligi ijayo nisie nikakosea kama nifanye nikazusha furugu kama hizi. Lakini kama ni kuonyeshana, tunarudi nyuma. Tanzania kimpira tulifika mahala pazuri sana. Yanga mwenyewe naamini anaweza kachukua ubingwa, nataka shiriki mashindano makubwa. Sasa hivi Yanga anashughulikia usajili wa wachezaji wenye thamani kubwa. Hao wachezaji asipoteza Yanga mashindano ya kimataifa, wachezaji ameingia nao mikataba, unajua anatakiwa kulipa haki zao. Umenielewa? Nimekuelewa. Kushindana huko anaweza kutuathiri sana. Yanga uzuri anacheza kila anatengeneza timu mpya. Tumekuwa tukiona kwenye mitandao ya kijamii anataka kufajilia nani mchezaji gani anafajilia Yanga. Lakini je, usipoteza mashindano haya kimataifa atacheza nani? Kwa hiyo ndio maana ninasema hebu tukae chini, tujaribu kuangalia kwa maslahi ya taifa, kwa maslahi ya timu zetu ambazo zinashiriki kwenye mashindano ya klabu bingwa. Sasa tunacheza klabu bingwa ndio Yanga na Simba na ndio ana nafasi ya kucheza. Kwa hiyo tufike mahala tukakubaliana kwamba bodi ya ligi ilikosea 1 2 3, TFF ilikosea 1 2 3.
Sasa Yanga, tulieni kwa maslahi ya nchi, tutumie busara. Lakini Yanga na ugomvi wa Yanga ni kwamba yeye anaona kama TFF na bodi ya ligi wanatumia nguvu zaidi. Kwa sababu nikupe mfano tu. Hivi bodi ya ligi wakimwambia wewe Yanga usipokuja tarehe 15 tutakunyang'anya pointi. Ukisema unamnyang'anya pointi, unafanya double standard, kwa sababu makosa haya aliyofanya Simba hakunyang'anywa pointi, ndio makosa haya ambayo unafanya Yanga, utamnyang'anyaje pointi? Huwezi kumnyang'anya pointi vile vile. Kwa ndio maana anasema tunataka kukae chini, tumie diplomasia, tuachane na haya mambo mengine. Tumalize jambo. Huo ndio ushauri yangu mimi. Tumefika mahala tumeonyeshana uwezo, kila mtu amegundua makosa yake. Mimi nimeongea na Mguto, umenielewa? Kila mtu anajua makosa yake yako wapi na ameweza kufanikiwa wapi. Haya mambo tunajifunza kutoka kwa siku za usoni. Mimi naamini bodi ya ligi mjifunza mambo mengi sana. Kwa sababu kiambia tu uwajibika, hata kuwajibika, lakini je, tuweze kumkatisha tamaa mama Samia mambo anayotufanyia sasa hivi? Ama tulianza kujengea Arusha. Mimi nimefika Arusha hapa, nimeenda kuangalia uwanja unaojengwa sasa hivi, sio mchezo. Anawekeza fedha kwenye michezo. Leo wamekubali kuandaa mashindano, fedha nyingi ya serikali zinatumika katika mashindano haya. Na je, tuendelee kumkatisha tamaa? Ndio tutumie busara hizo. Sawa, shukrani. Tuweke mambo mengine pembeni, kila kitu kiweze kuendelea, lakini tutakuwa tumejifunza msimu ujao tusirudie makosa kama haya. Haya. Mheshimiwa Mvera, mimi nikushukuru sana na kila laheri katika ziara yenu huko ya madiwani jijini Arusha. Asante sana. Shukrani sana. Bana, huyo ni moja kati ya top officials wa zamani wa TFF, walikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji, lakini pia mkurugenzi wa wanachama, sheria na hadhi za wachezaji. Nyakati kama hizi ni nyakati za Mvera, nyakati za uchaguzi hizi kwa wanachama. Sasa huko ndio ilikuwa gabalaa, huyu ndio kwa nyakati zake hizi. Bana